Nipo jijini Mbeya. Hii ni Uhondo TV. Mimi ni Fadhili Komba na hapa ndipo ambapo ametokea rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, yani IPU, na spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson. Kinachofanyika hapa ni Tulia Marathon msimu wa 9, na yeye akiwa muasisi wa mbio hizi anatueleza zaidi malengo madhubuti ya kuanzishwa kwa mbio hizi ambazo zinakwenda kwa jina la Tulia Marathon. Kwa kutenga muda wako kuja kuungana na sisi katika jambo hili ambalo sisi tunaliona ni kubwa sana kwa nyanda za juu kusini. Mbio hizi, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni mbio za kipekee kabisa kwa sababu nchi nzima hakuna mbio kama hizi. Hizi ni mbio pekee ambazo tunakimbia siku 2. Na tunakimbia siku 2 kwa sababu tunataka kutoa fursa ya aina zote za wakimbiaji. Kwanza tunaanza na wakimbiaji wale wanaokimbia hapa uwanjani mita 100, mita 200, mita 400, mita 800, 1500 na wengine wengi. Jana tulikuwa pia na mchezo wa kuruka. Kwa hiyo ukiona watu wanaruka hewani utashangaa kama vile wameshikiliwa na kitu. Kwa hiyo hizi ni mbio za kipekee kabisa. Kisha siku ya pili inakuwa ni mbio ndefu kwa maana ya full marathon, kilomita 42, kilomita 21, kilomita 15 ambazo tumekimbia leo. Lakini mgeni rasmi, leo nimekimbia kilomita 5 kwa heshima yako, nilikuwa nimejipanga kwa kilomita 21. Ndugu wakimbiaji wenzangu, leo hii tumewezeshwa na wadau mbalimbali. Kwanza kabisa nitumie fursa hii kuwashukuru ninyi nyote mliokuja kuungana na sisi, kwa sababu marathoni hii isingeweza kufanikiwa bila ninyi kujiandikisha. Asanteni sana wadau wetu wakubwa ambao kila mmoja wenu amejiandikisha. Tunawashukuru sana kwa kuungana na sisi katika nia yetu njema kabisa ya kuboresha miundombinu ya elimu na afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ufupi kabisa, wakati mbio hizi zikianza tulikuwa tunajishughulisha na miundombinu moja kwa moja ya elimu na afya. Lakini hivi karibuni serikali ya awamu ya 6, serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imefanya kazi kubwa na nzuri sana kwenye hili eneo la afya na elimu. Kwa hapa Mbeya mjini tumejengewa shule nyingi za sekondari, tumejengewa shule nyingi za msingi. Lakini pia kwa upande wa afya tumejengewa vituo vingi vya afya na zahanati nyingi za afya. Kama muda ungekuwepo ningeweza kuzitaja hizo zote. Lakini pia Mbeya mjini tulikuwa hatuna hospitali ya wilaya, sasa tuna hospitali ya wilaya. Maana yake ni nini? Ni kwamba kwa sababu kwa upande wa miundombinu serikali ya Dr. Samia imefanya kazi kubwa sana. Sisi sasa kama Tulia Trust, kama sehemu ya wana Mbeya, kama sehemu ya Watanzania, sasa tumepeleka zile fedha ambazo tulikuwa tunapeleka kwenye afya, sasa tunawapatia wananchi bima za afya. Na mwaka huu mwezi wa kwanza ama mwezi wa pili, samahani, wananchi 9,000 walipatiwa bima za afya. Lakini vivyo hivyo tunafanya pia kwenye eneo la elimu, kwa sababu shule zimeshajengwa mpya nyingi na pia ukarabati unaendelea kwa kasi, kwa maana ya madarasa yale ya shule ambazo ni kongwe na shule nyingine za zamani. Basi kwenye eneo hilo pia sisi sasa tumeamua kuwekeza kwenye eneo la kuwasaidia watoto wanaotoka kwenye kaya maskini kwa kuwapatia vifaa vya shule. Na mgeni rasmi, mwaka huu hatukuweza kukupata, lakini mwaka jana wewe ndiye uliyekuja kuwa mgeni rasmi kwenye zoezi ambalo tulilifanya la kuwagawia watoto zaidi ya 3,000 madaftari ya shule na nguo za shule. Maana yake ni nini? Hapa nimeanza kwa kuwashukuru wadau wetu wakubwa kabisa ambao ni ninyi wananchi mnaoshiriki kwenye hii marathon. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu kujiandikisha kwako, tofauti na marathoni nyingine, hapa unakuwa umechangia mtoto anayetoka kaya maskini kupata madaftari. Unakuwa umechangia mtoto kutoka kaya maskini kupata nguo za shule na huduma nyingine kama viatu na mabegi kwa wachache ambao huwa tunaweza kumudu. Na kadri mnavyojitokeza wengi, tutaendelea kuwahudumia wengi zaidi. Vivyo hivyo, wewe uliyekuja kujiandikisha, uliyekuja kukimbia hapa,
umeshiriki kikamilifu kabisa kuhakikisha tunawapatia bima wale wanaotoka kwenye kaya maskini. Lakini pamoja na hilo, tumeongeza jambo lingine la ustawi wa jamii. Kwenye eneo la ustawi wa jamii, ndugu mgeni rasmi, kwa sasa hivi huwa tunapita kule kwenye mitaa yetu hapa Mbeya mjini, lakini na maeneo mengine pia tumeweza kuwafikia ukiacha Mbeya mjini. Tunashirikiana kwa karibu kabisa na ndugu zetu wenye viti wa mitaa na kamati zao, ambazo hawa wanatujulisha sisi watu wenye uhitaji zaidi. Na nimetumia neno zaidi kwa sababu wahitaji hapa nchini wako wengi, na sisi hatuna uwezo wa kumfikia kila mmoja, lakini tunajitahidi kwa wale ambao ni wahitaji zaidi kuwafikia. Wako wanaohitaji chakula, wanapelekewa chakula. Wanaohitaji mavazi, tunawapelekea mavazi. Lakini wale wanaohitaji kujengewa nyumba pia tunafanya hivyo. Na mwaka huu ilikuwa wakati huu wa marathon tukabidhi nyumba 3, lakini kwa sababu ziko upande ule wa Uyole, kwa hiyo ni mwendo kidogo wa foleni. Lakini nyumba ziko tayari kwa ajili ya kukabidhi, na wale ambao wataendelea kuwepo pengine tutashirikiana kwenye zoezi hilo. Mheshimiwa mgeni rasmi, zoezi hili la kujenga nyumba kwa wale wenye uhitaji halifanyiki tu hapa mjini, tumefanya na maeneo mengine ambayo ni nje ya mkoa wa Mbeya, na tutaendelea kufanya hivyo kadri Mungu anavyotujalia, na ninyi wananchi wenzangu kadri mnavyoendelea kujiandikisha. Sasa kwa sababu kama nilivyoeleza kwamba mgeni wetu rasmi anapaswa kuondoka hapa mapema, lakini sisi tutaendelea na ratiba. Kwa hivyo mgeni rasmi atakuja azungumze nanyi, alafu hapa tutaendelea kuzungumza nanyi baada ya yeye kuondoka, na kisha tutaendelea kuwaita sasa wadau wengine wale ambao wametuwezesha kufikisha marathoni hii hapa. Sasa kwa sababu wale wadau wakubwa wale, ukiacha mimi na wewe tuliojiandikisha, watakuja watajwe hapa na mgeni rasmi, basi hao mimi sitawataja. Lakini nitumie fursa hii kuwashukuru sana wadau wetu kwa wito mlioitikia, na mgeni rasmi akishamaliza kuzungumza tutapata fursa hapa ya kuwaeleza wananchi huduma mnazozitoa katika biashara zenu, huduma mnazozitoa katika zile shughuli mnazozifanya. Na wakati huo tutakapokuwa tunawaita, basi mtapata nafasi ya kuzungumza. Lakini mumpe fursa mgeni rasmi, atawataja, kisha baadaye mtapata nafasi. Sisi viongozi wengine tutaendelea kuwepo hapa, na kama nilivyosema, burudani zitaendelea. Kwa kusema hivyo, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba hapa kipekee kabisa, kabla sijakukaribisha, niwashukuru wadhamini wetu wakuu kabisa ambao ndio watapita hapa wewe ukiwa umefika. Mdhamini wetu mkubwa kwa mwaka huu na miaka 2 ijayo, naamini tutaenda nao vizuri, ni Betika. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana Betika kwa udhamini huu mkubwa ambao wametupa. Lakini mdhamini wetu mkubwa mwingine ni Wasafi, ambaye tutapata nafasi ya kueleza mchango wake mkubwa baadaye, na Simba yuko hapa kwa ajili ya kuwakilisha udhamini wake yeye mwenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, sasa nitumie fursa hii kumwalika mgeni wetu rasmi